Yo, what's up everybody? Oya. Wanangu wote wa mtaani bana, goma letu limedondoka linaitwa Koki. So nenda ukaenjoy, nenda ukastream kwa sababu ni muziki mzuri. So enjoy wanangu. Ni maji mitaa yote. Mtaa one love. Oya genge. Utaki tena mambo ya oya genge. Unataka bi moja. Bana, baada ya timbwili la kwake Ibra kuweza kuliamsha, sasa inaonekana kwamba baada ya nyimbo ya Koki kuweza kutoka, anazidi kwa insist mashabiki waende kufuatilia muziki huo na kustream katika platform mbalimbali. Tangu ngoma hiyo imeweza kutoka katika mtandao wa YouTube, katika mtandao Boomplay, Audiomack, Deezer na mitandao mingine mingi, ikiwa na maana kwamba bado anaendelea kupush kazi zake kupitia namna ambayo aliambiwa kwamba asifanye. Hii inaashiria kwamba yawezekana kwamba Ibra anakiuka masharti ambayo amepewa, au kuna watu ambao ni wakubwa wako nyuma yake, au kuna mchezo unaoendelea. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuepo katika jambo hili. Jambo la kwanza, inawezekana kwamba Ibra ili jambo sio la kweli. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, inawezekana kwamba Ibra kuna watu ambao wako nyuma yake na wana nguvu ya kulipa hata hiyo bi moja na wakaendelea na maisha, na ndio maana anaendelea na jitihada zake za kazi siku hadi siku. Jambo la tatu, ili jambo linawezekana kwamba likawa liko 50-50, kwamba Ibra atakiwi kulipa na ameshatoka Konde Gang. Inawezekana kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ile michango iliyokuwa inaendelea kuchangwa, inawezekana kwamba ile michango ilikuwa ni michango ya inayoingia Konde Gang kupitia akupitia ile posti ambayo yeye alikuwa anaipost, lakini michango yote ilikuwa inaenda kwa Konde Gang kwa ujumla. Inawezekana vitu vyote hivyo vyote kwa pamoja, au inawezekana kuna kimoja kati ya hicho ndio sahihi. Aiza Ibra hajatoka katika lebo hiyo ya Konde Gang. Maana jitihada zote hizi kujaribu kuziangalia, kuna uwezekano kwamba msanii huyu ana gang yake nzima kwa hivi sasa. Ukiangalia watu ambao yuko nao, anazunguka nao kwa hivi sasa, tofauti kabisa na wale ambao tulikuwa tunawaona kwa pamoja. Hapa ukiangalia crew nzima ambao yuko nao ni watu wako katika tasnia, ni wadau wa sanaa, ni watu ambao wanajituma katika upande wa pili wa sanaa, na aidha producer au video editor, ni watu ambao ni wakaribu kwa sasa hivi kwa Ibra. Kwa hiyo hivi sasa ana gengi yake na yeye hapa hivi anazunguka na watu. Kwa hiyo ukuaji unaanza kuonekana. Msanii kama yeye anaanza kuwa na watu wake tofauti na wale ambao tulikuwa tunaona katika lebo ya Konde Gang. Kwanza kabisa ana bodyguard kwa hivi sasa. Jiulize, bodyguard analipwa shilingi ngapi? Kwanza kabisa juzi kati tena ameenda katika swala zima la malipo ya lebo pale Basanta, ameenda tena na bodyguard. Utajiuliza, bodyguard nani anayemlipa? Nani ambaye anatakiwa amlinde bodyguard huyu? Huko ametuambia kwamba kuna swala la kodi ambayo ilikuwa imemuishia. Inawezekana vipi ukawa na bodyguard, mtu anayekulinda nyuma yako mara kwa mara, alafu kodi ya nyumba yako imekuishia? Inawezekana vipi? Hiyo ni akili au matope? Au ndo kujibrandi katika mfumo ambao unaleta mtafaruko katika nchi nzima kwa ujumla? Inawezekana kwamba hichi hapa ni kipindi ambacho Ibra ameamua kutumia njia hii kujibrandi, na kujibrandi kwao kuna uwezekano kwamba ukaleta athari kubwa sana katika upande mzima wa burudani. Nikiwa na maana kwamba kuna kundi kubwa sana ambalo watu litakuwa linaogopa kujiunga na lebo hizi, kwa sababu wanaona haya ambayo yanatokea, mambo ya kuitwa chumbani, mambo mara msanii anastopishwa asifanye kazi yote ya muziki. Na hapa Konde Gang kwa ujumla bado hajaamua tena kutumia sheria ambayo ni kali kwa msanii huyu. Wakiamua tena kutumia sheria, itakuwaje? Na kama watatumia sheria katika hili, basi tutambue kwamba wapo serious katika jambo hili. Na kama hawatatumia sheria katika hili, kwa sababu walishatoa tamko asijihusishe na swala lolote la kimuziki, ila yeye amejihusisha. Hii ina maana kwamba msanii amekiuka zile taratibu ambazo alipewa na lebo husika. Na sasa hivi kama tunavyoona hapo, pilika zote zinazoendelea katika mitandao ya kijamii kwa sasa hivi, msanii anafanya movement zake. Yaani ndo kwanza anaitafuta njia vizuri ili kabisa apande katika peak. Yaani kuna mambo mengi sana ambao Tanzania tunapaswa tutulize akili. Hii game ina siri kubwa sana. Mpaka kwa hivi sasa Harmonize anaonekana kabisa yuko nomo, vutani naye sana, wala hata hangaiki naye sana. Sisi hapa mashabiki ndio tunaojiuliza maswali mengi, imekuwa kuaje? Kwa sababu ukijaribu kufuatilia statement za Ibra ambazo amekuwa akizitoa mara kwa mara kuhusiana na sakata hili na mambo ambayo Harmonize amekuwa akiyasema
Kwa hiyo ni kama vile kuna mkanganyiko ambao ueleweki mpaka kwa hivi sasa. Inawezekana bado Ibra yupo katika lebo hiyo, ila wametumia njia tofauti ya kumpandisha msanii huyu katika game azidi kuonekana kwamba ni mzuri. Na hii triki kama wameitumia kama triki, kiukweli wamefanikiwa, na baada miezi 2-3 tutaona maendeleo ya msanii huyu, kwa sababu ukuaji wa uandishi ni mkubwa. Ukijaribu kuangalia ukuaji wa kutoa ngoma ni mkubwa. Sasa kupokelewa kwa jamii kunahitaji vitu vya tofauti. Inawezekana ndio triki hii Konde Gang wameamua kuitumia kwa msanii wao ili aje mjini. Basi bwana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo katika eneo ambalo utapata burudani zote. Mimi nashukuru kwa kuangalia video hii. Bye bye for now.